Kitu kikubwa cha kuzungumza ni kuhusiana na Mathew Tegis Momanyi ambaye alifunga magoli matatu na kuwa mchezaji wa pili kufunga hat-trick katika msimu huu wa 2025-2026 baada ya Mosi Ndumumu wa Singida Black Stars. Haikuchukua muda mrefu rekodi kuvunjwa, licha ya kwamba yeye ndo alivunja, lakini haikuchukua muda mrefu kuifikia. Msimu huu imekuwa ni changamoto sana. Baada ya mchezo, moja ya kauli ya kushangaza ni kwamba kocha wa Pamba Jiji kwa maana ya Francis Otieno Baraza, yeye anasema amesikitishwa sana na amekuwa akisikitishwa sana na kiwango cha Mathew Tegis Momanyi, kwa sababu wakati anamsajili aliamini atafunga mabao mengi mapema kuliko watu wanavyoona kwa sasa. Kwa hiyo anaona watu kama wasishangae Mathew Tegis kufunga hat-trick. Yeye alitarajia ataifunga hiyo hat-trick mapema zaidi kabla hata ya jana. Pamba Jiji kwa sasa wako safe, yani wako salama, hawahitaji chochote wala hawana shida na mtu yeyote, ni kutoa dozi tu. Mathew Tegis ameanza kuhusishwa pia kwenye timu mbalimbali ikiwemo Singida Black Stars, lakini pia baadhi ya timu kutoka Dar es Salaam kutokana na ubora wake, kwa aina ya uchezaji wake na namna ambavyo anacheza kama mshambuliaji. Kuna mtazamaji Tegis ni moja ya wachezaji bora sana kwenye eneo ambalo alicheza kwenye ligi yetu ya Tanzania bara. Ndio. Kwenye safu ya ushambuliaji ni one of the best player mpaka sasa, kwa namna ambavyo amekuwa akicheza akiwa na kikosi chake cha Pamba Jiji. Naelewa kwamba Francis Baraza alichokizungumza pengine kinawezekana kikawa sahihi, kwamba alitegemea labda Tegis afanye kile kilicho bora zaidi mapema. Ni sahihi, lakini unaangalia the way watu wanaomzunguka ama wachezaji ambao wanacheza nao wanatoa msaada gani kwa upande wake, kwa maana keepers pengine za kufunga yeye, kwa sababu yeye eneo ambalo analicheza anategemea wenzake wamtengenezee nafasi, hususan wale viungo washambuliaji ama yule tunasema playmaker ambaye anatumika ku create nafasi. Na ukitazama kwa haraka upande wa Pamba Jiji kumpata playmaker kwa haraka labda utamwona Zabona ambaye anafosiwa kutoka wide zaidi kuja kucheza kama playmaker, kwenda kucheza kama playmaker, lakini pia unamwangalia kwenye eneo la kiungo kuna muda huwa wanabadilishana. John Ben na Kibige naye huwa ana opt kutokea wide zaidi, lakini huwa anaingia ndani kwa ajili ya kutengeneza idadi kubwa ya viungo na kutengeneza nafasi. Kwa hiyo inawezekana kinachomgharimu zaidi ama kinachomkosesha Mathew kutofanya kile ambacho mwalimu amekizungumza jana Baraza ni kwa sababu ya wachezaji ambao wanacheza nao wanaomzunguka. Pengine hawana ile quality ya kuweza kumtengenezea nafasi ama marisho sahihi Mathew Tegis ya kuweza kufunga mabao kwa uwepesi kama sio urahisi. Lakini hiyo haimaanishi kwamba ni mchezaji wa kawaida. Si mchezaji wa kawaida, kwa sababu takwimu zake zinambeba, kwa maana mpaka sasa mfungaji bora Pamba Jiji ni Mathew Tegis. Na ukiangalia pia kwenye orodha ya wafungaji bora, nafikiri yupo kwenye ile chart ya wafungaji bora wa ligi kuu soka ya Tanzania bara. Kwa hiyo binafsi naamini kama Tegis angekuwa kwenye vilabu vyetu vinne ambavyo vinaonyesha ushindani, naamini angekuwa zaidi kwenye swala zima la upachikaji wa mabao, angekuwa na malisho mazuri. Yes, kwa msimu huu kama anahusishwa kwenda Singida Black Stars, inawezekana kati ya wale ambao tulikuwa tunazungumza jana, kati ya Ndumumu Mosi na Linda Mtange, labda kuna mmoja wapo anaweza akatoka. Yani kama tetezi zinasema hivyo, usishangae Ndumumu Mosi akaenda upande wa pili, au akaangalia hata pale kwa Hoso Mwaku, Joseph Gede moja akapisha, sababu wote ni wa kigeni. Lakini ni ngumu sana kama unamsajili Tegis Mathew alafu unamkalisha bench. Yani inakuwa jambo la kusikitisha, kwa sababu ni moja ya wachezaji ambao wanaweza wakakupa kitu bila kutarajia. Yani si mchezaji ambaye
ana uzito, kwa maana kwamba wale washambuliaji ambao ni wazito pengine wanastiki kwenye eneo la mbele zaidi. Hapana, mtu ambaye kuna muda anarejea kulink na wenzie, kuna muda ana link na wenzie na watengenezea wenzie nafasi, lakini ni mzuri kwenye kushoot. Ni mzuri pia kwenye kuwapa pressure walinzi wa timu pinzani, wafanya wasitulie wasitulie. Mfano bao ambao alifunga dhidi ya Simba, angalia namna ambavyo aliwatoa kwenye njia. Niliona Rushaini alitrendi sana kwamba alimtesa zaidi pale. Kwa hiyo unahitaji kuwa na washambuliaji ambao kidogo kimwili wako vizuri, kwamba wakisimika hata kama ni ma center back wawili, ni wale ambao pengine wana vimo ambavyo ni vikubwa. Lazima uwe na mshambuliaji ambaye anaweza kuhimili hivyo. Watu wanatolea mfano wakina Haaland, wakina Harry Kane, lazungumzia pia Lewandowski. Yes, Romelu Lukaku, the way physical appearance ilivyo, akikana na center back wawili ana uwezo wa kuwatoa njiani, akaenda kafanya kilicho bora. Kwa hiyo Tegis Mathew binafsi sijashangaa na kile ambacho alikifanya. Nafikiri kuna mechi alifunga mabao mawili. Ndio. Na nafikiri tuliangalia wote, nikasema ana asilimia kufunga hat-trick, lakini haikuwezekana. The way alivyokuwa anacheza. Kwa hiyo kuna mazingira ambayo pengine yanamfanya yeye asionekane kuwa bora, ikiwa ni kama hiyo wapishi kama ulivyosema. Lakini pia aina ya timu anayocheza, wapinzani wanaokutana nao. Na pamoja na kashikashi kama hizo. Lakini pia nimesikia za chini. Sasa hapa ni kama ni usajili, sasa tunadokeza tetesi sio mpaka lazima iwe kweli. Kuna yani imetumika kama ni kama fumbo, kwamba kuna jezi fulani wanazivaa Pamba, rangi ni jezi za nyumbani za Pamba Jiji, rangi yake unaijua. Kuna mtu aliulizwa hivyo akasema ndio naijua. Sasa nayo ni miongoni, kuna timu nyingine inayovaa jezi yenye rangi ya hivyo pia, nayo ni miongoni mwa timu ambazo zina mtazamia kwamba zinaweza zikawa naye kuelekea msimu ujao. Ukitaka kuijua basi ni sahihi, utatazama timu zinazovaa jezi ya hivyo. Na nilitaka kudokeza kama ndio hiyo ambayo inazungumzwa, binafsi wanaovaa jezi kama hizo zenye rangi kama hiyo ya Pamba ambayo ni home kit. Ndio. Kwa haraka kuna Prison, lakini pia kuna Wananchi, Young Africans. Kwa hiyo pia kwa Yanga nimeona tetesi za Prince Dube kuhitajika na Al Ahly ya Arabia, ambayo pia imeonyeshwa ama imeonyesha nia ya kumhitaji Prince Dube ambaye anamalizia mkataba wake akiwa na Young Africans. Lakini hapo wana swali gumu la Dube Dep, wamwache nani na ampishe mmoja, kwa sababu Yanga bila shaka watasajili mshambuliaji. Sasa kati ya Dube na Dep lazima mmoja apishe. Na kupisha sio kitu cha kulala ukaamka ukasema basi Dube ondoka. Kuna namna lazima watumie akili ya ziada, kwamba kama anaondoka Dube replacement yake itakuwa ni zaidi ya Dube. Kama anaondoka Dep replacement yake itakuwa ni zaidi ya Dep. Lazima ufanye kitu cha hivyo, sio kukurupuka afu ukakurupuka ikaja ikawa ngumu zaidi. The way ukiangalia Dube toka alivyojiunga na Yanga kutoka Azam, ni mchezaji ambaye anaweza akakupa ugumu kumtafsiri ama kumuelezea, kwa sababu unaweza ukawa na pointi mbili tu. Yes, ndio maana nikasema unaweza ukapata ugumu kumuelezea Dube kwamba ni mbaya ama ni mzuri. Yaani unaweza ukaangalia 50-50 kwamba, yani kwa mfano wanasemaga ukitaka kumuua nyani usimuangalie usoni. Yes, ni sahihi. Ukitaka kujibu clear bila utetezi wa aina yoyote ile. Ukiulizwa position ya Dube, position, utasema sio mzuri. Sahihi. Kwa baadhi ya michezo ya moment. Lakini sio mchezaji ambaye unaweza ukampa majukumu ya moja kwa moja. Ni mchezaji ambaye ni mtu wa surprise. Ndio maana na wewe umesema kwamba Yanga ukitaka kuwaacha kati ya wawili lazima afanye analysis ya kutosha. Kwa hiyo Dube ni mchezaji ambaye anaweza akakushangaza muda ambao utegemei kama anaweza akakushangaza ama akakuhuzunisha
sehemu ambayo ukutamani kuona na kuhuzunisha. Kwa hiyo mambo yako hivyo. Dube lakini ukimuhitaji kwenye timu yako kwa ajili ya kucheza hata kuwepo kwenye mipango. Ni mzuri ndio maana hata timu ya taifa ya Zimbabwe Dube huwa wanamuita mara kadhaa. Hatumiki kama mshambuliaji. Na hatumiki kama mshambuliaji. Akitumika kuna kitu anakitoa pia vile vile. Yaani si mshambuliaji ambaye anastiki eneo la mbele peke yake. Ni mchezaji ambaye unaweza ukamwamuru utatoka pembeni, anakupa sifa kama hiyo. Utacheza na wenzie, utarudi nyuma kukaba zaidi. Ndio. Kuwatengenezea wenzako nafasi. Dube anafanya hivyo. Kinachomwangusha zaidi Dube ni maamuzi yake ya mwisho. Final touch. Yani touch yake ya mwisho. Sababu eneo ambalo analicheza ni eneo la umaliziaji. Ndio linamwangusha zaidi. Ndio nikakwambia kwenye eneo lake ama nafasi yake ama position yake. Inaweza ikawa inamhukumu zaidi Prince. Yes. Na ukiangalia ni kama haitendei yake. Na ukirudi kwenye mchezaji wa kuichezesha timu kutokana na mabadiliko ya kimpira, hapo lazima atakuwepo. Hapo atakuwepo. Alafu Depu tutaanza kuulizana kwenye mabadiliko ya kimpira kama ni kama mchezaji ambaye ukitaka kwenye kufunga yupo kama hayupo. Ukitaka kucheza hapo ndo asilimia zinapungua zaidi. Kama unamkosa zaidi Depu kwenye kucheza na wenzie. Kwa hiyo iko hivyo, lakini kama ulivyosema Yanga wanapaswa wafanye analysis kuhusiana na wachezaji wawili ambao wanacheza eneo moja la mbele, Dube pamoja na Depu, kwamba kama tunamwacha Aurelio Depu tuwe na uhakika kwamba anayekuja haji kuwa mtu wa kubahatisha. Haje mtu haswa. Tukimwacha Dube tuwe tuna uhakika kwamba anayekuja ni mtu haswa kwa sababu kureplace nafasi ya Dube. Kwa sababu hapo moja ya sababu za Yanga kutofanya vizuri kwenye michuano ya kimataifa ni kutokana pia na kushindwa kupata watu wenye kufunga, kwa sababu kuna baadhi ya alipita ile jamaa alitoka Afrika Kusini, Andy Boyeri akamshinda, akamwachia Dube. Depo akaja naye ni kama anaelekea kumshinda hivi. Yanga lazima hawataki kurudia makosa. Sajili zao zote 90% ni kama zilifeli. Zimeleta sababu wale wote waliotoa kwa mkopo nao pia wamefeli huko. Sijasikia kama kuna mtu anataka kumrudisha. Na hata ukifuatilia mtu ambaye pengine anaimba labda ni wachache ambao wanaimba. Hata angalia hata kwa waliotolewa kwa mkopo nafikiri hakuna anaimba. Sidhani. Kouma bado. Kouma yupo. Lakini alienda Dombia, akaenda Ekua, Chikola. Chikola pia naye aimbi huko Singida. Wakamuuza nani? Yai pia naye shughuli ni nzito sana. Walimuuza nani? Musabara Conte naye shughuli ni nzito. Kwa hiyo ni hivyo kwamba Yanga asilimia kubwa ya sajili walizozifanya kwenye dirisha dogo ni walifeli. Yaani bila kupepesa macho walifeli, kwa sababu mfano ndani ya wachezaji 10 ukifanikiwa kupata wawili, wewe tunakutime moja kwa moja umefeli. Sababu kwenye 10 ukipata 2 hujafikisha nusu, yani kwenye kufaulu maana yake huwa ni 5 kuanzia 5. Ndio nasema yani kwenye kati ya wachezaji mfano 10 ukifanikiwa kupata alama 2 wewe umefeli. Lakini walau tungekuwa tunasema kwenye 10 umepata 5 umevuka ile nusu. Kwa hiyo Yanga hawajavuka nusu ya usajili, yani nusu ya wachezaji ambao waliwasajili kuonyesha ubora ambao pengine waliutarajia. Kwa hiyo wanapaswa watumie akili kubwa kwenye dirisha kubwa hili la usajili. Wasiwe kama sasa hivi Yanga wanashinda ila ni kama roho mkononi. Bana, mambo yako namna hiyo. Tulijaribu kugusia eneo la ushambuliaji la Yanga ambalo linatajwa kufumuliwa, hata kama sio kwa 100%, lakini lazima litafumuliwa kwa vyovyote vile. Lakini Matthew Tegis pia ni miongoni mwa wachezaji ambao wanatajwa za chini kwamba anaweza akawa anahitajika pale kwenye viunga vya Twiga na Jangwani. Nafikiri tukamilishe kuhusiana na hilo. Sasa ni simple tu. Waone Viva Promotion kwa mahitaji ya printing aina zote, kama vile mabango size zote na aina zote, 3D, 2D na banners, vibao vya maofisini au sehemu za biashara kama hoteli, lodge na kadhalika. Viva Promotions wana print t-shirts na jezi, wanafanya branding ya ofisi kuipa muonekano wa nje wa kuvutia. Wanapatikana Tabora mjini, mtaa wa shule, jirani na chuo cha utumishi wa umma Uhazili. Simu namba 0762484266. Instagram @viva_promotion.